ambao tangu Jumatatu tunazunguka Dodoma kwa ajili ya kuwapa elimu kuhusiana na ukatili. Ukiona umefanywa ukatili, njoo uzungumze. Na katika kila sehemu tulokuwepo, tulikuwa nao wanasheria na maafisa wote kwa ajili ya kuweza kuwasikiliza watu ambao wanapitia changamoto. Kwa hiyo ni moja kati ya wahisani wetu, tumekuwa nao, tunawashukuru sana. Na Malkia Nguvu katukumbusha kwa ujumbe hapa. Sasa hatupotezi muda, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakwenda kwenye tuzo nyingine. Kila mtu ana ndoto ya kuwa mjasiriamali, lakini kwa mwaka huu wa pili kwa kanda ya kati kwenye Malkia Nguvu, ni nani mjasiriamali bora na kwa kigezo kipi ambacho pengine wewe kinaweza kikakufanya mwakani na wewe ukawa ni mmoja wapo? Tuelekee kwenye skrini kuweza kuangalia mjasiriamali bora kwa mwaka huu wa 2025. Yes. Ujasiriamali ni asili ya ujasiri uliopo ndani ya mjasiriamali Zaitun Mazola kutoka kanda ya kati Dodoma, aliyeshirikisha viganja na ubongo kuchakata wazo la biashara hadi kuwa mtengenezaji na msambazaji mkubwa wa vyakula vya mifugo kwa chapa ya Mama H Animal Feeds. Safari ya mafanikio ya Bizai haina sandakarawe hata kidogo, kwani baada tu ya kuhitimu elimu yake ya msingi aliolewa akiwa na umri mdogo. Ingawa hakukubali kabisa kuwa kaseja kwenye ndoa, alianza kupika na kuuza bagia mtaani kwake. Mimi naitwa Zaituni Habibu Mazora. Jina la biashara ni Mama Hechi. Sikujaliwa kwenda sekondari, nimeishia la 7. Mungu akanisaidia kweli, nikapata mume wangu mapema sana, nikafunga ndoa mwaka 93, nikaanza masuala ya ujasiriamali mdogo mdogo. Nikawa najishughulisha kwanza na biashara ya vitafunwa mitaani. Nafanya biashara zangu, napika vitafunwa asubuhi na sambaza madukani. Nilikuwa napika bagia na maandazi. Nimepika zaidi ya miaka 3. Nilikuwa natengeneza bagia kama za shilingi 7,000. Kipindi hicho ni nyingi kwa sababu tulikuwa tunauza, nakumbuka ilikuwa 50. Kwa hiyo 50 kufikisha bagia za shilingi 7,000 sio mchezo. Walimwengu walimjaza wivu wa mafanikio Zai, hasa walipomshauri anzishe biashara ya mazao na nafaka. Naam, Zai hakuchukulia ajizi. Alianza kwa mtaji huo huo, japo ilikuwa dusko lakini si haba. Kwa hiyo nikawa nanunua mahindi kipindi hicho na uwele, kawa nauza kidogo kidogo. Nilikuwa na uwezo wa kununua gunia zangu 2 ambazo kwa kipindi hicho kwa gunia labda unaweza ukapata kwa shilingi 38, 40. Kwa hiyo nikinunua zile gunia 2 nikija nikizibaraza, nikichukua na gunia 2 za pumba na kuona kama mzigo kidogo automatically kama vigunia 4, 5. Kwa hiyo nikija kuchanganya pale, Mungu alikuwa analeta heri kidogo. Ikafika wakati wakawa wanaleta rasmi sehemu husika. Mizigo tulikuwa tunachukua kwa wakulima. Ilikuwa asubuhi, wakulima na kawaida wanakuja asubuhi na magari. Kwa hiyo sisi tunadaka ile mizigo, tunawalipa. Kama kungekuwa na mtihani wa kitaifa wa ujasiriamali, basi Zai angeibuka Tanzania 1. Kwani aliusoma mchezo vema na kubadili gia angani mara tu alipochungulia fursa ya biashara ya chakula cha mifugo. Ukiwa na kazi unapata kazi. Unaona Kwa hiyo kipindi nafanya biashara hiyo ya nafaka, kuna baadhi ya wafugaji waliokuwa wanakuja kununua vitu vyangu pale. Embu kwa nini usifanye hivi na hivi na hivi? Kwa hiyo nilikuwa ninapopata pale nakuja nalitua kwa mwenzangu. Kweli Mungu akaleta heri, tukasema ngoja tujaribu. Tukaanza taratibu. Mashine hii moja ambayo ya kubaraza tu, acha na hizi mixer. Kwa hiyo tulianza na mashine moja. Kwa hiyo mpaka tunakuja kutafuta eneo tayari kwa tumeshapata idea kwamba tuna nini na mashine. Msimu wa masika uliokumbwa na mvua za El Nino mwaka 2017 ulimuondoa kabisa mchezoni Zai baada ya kupoteza mtaji kwa zaidi ya 80%, lakini alinyanyuka tena kwa kukopa mtaji na kurejea ulingoni. Ile mvua iliniathiri sana kwa sababu nilikuwa nimeshawekeza sana kwenye nafaka, alafu nikaja nikapata hasara kubwa, mazao hayakutoka kabisa. Na sisi unajua sio kama tunanunua gunia 1-2, unaenda mashambani unawekeza. Kwa
kwamba unampa mkulima kwamba ananunua hili. Sasa shamba lile utakuta umeweka mashamba labda 3, unakuta yamejaa maji yote, huwezi kumdai mkulima na kitu unaona. Malkia Zai anapenyeza ujumbe kwa jamii, hasa wanawake, kuvunja minyororo ya tamaduni na mila kandamizi kwa kutoa taarifa za ukatili wa kijinsia kwenye madawati kama msingi wa maendeleo ya kiuchumi kwa mwanamke. Na uzuri wenyewe vyombo siku hizi vya sheria viko mpaka mitaani. Unaona? Tukapoona kwamba umeshajitahidi umeshindwa, basi toka. Hata anza kwa barozi tu kwanza. Na 1 2 3 kwa sababu hivyo utaumia. Na hakuna kitu kibaya manyanyaso kama ukiwa huna kitu pia. Manyanyaso ni makubwa sana. Walumba muno kanda ya kati kwa kutuletea Malkia Zaitun Mazola. Na sasa tumpokee kwa mikono miwili. Mama Hechi Animal Feed ni meneja wa kampuni hii. Malkia wa nguvu 2025 twende duniani. Malkia wa nguvu 2025 twende duniani. Ahlan. Kizeni Malkia wa nguvu, msindikizeni DJ Feru. Sisi ndo wale mliotukata, kasema tufiki mbale, sasa tumekipata. Wewe jamani, makofi mengi na vigeregere kwa Malkia wa nguvu. Ulivyonipiga juju, ulidhani nitawaya, kukujua nina Mungu. Wewe eti nile chukuchuku, mambo yangu yako sawa, nishashiba kukukuku. Chote ni choyo na sijali, ndiyo kina kuwaumiza. Na Mungu wangu yukangari, cheza nami atawamaliza. Karibu mtanunua gari na kuja kwenu. Hatari. So mchezo. Haya, karibu sana pale. Bi Zaituni ana watu. Ana watu unao. Watu wanao na anatamba nao. Basi sawa, naomba nimkaribishe Bwana Yahya Mudhihiri, meneja wa mkoa NSSF hapa Dodoma, lakini pia vile Bi Esther Charles Gawile, mkurugenzi mtendaji wa Leka Building and Furnitures, kwa ajili ya kuja kukabidhi certificate pamoja na tuzo. Karibuni. DJ Feru, naomba walete. Na kukumbusha Gea Habibu, NSSF wanatukumbusha kuwa star wa mchezo. Yes. Uilinde kesho yako, Kujenga maisha yako ya sasa na ya baadaye. Sasa hivi haijalishi umeajiriwa serikalini, umeajiriwa kwenye sekta binafsi au umejiajiri mwenyewe. Sawa. Anapokea tuzo, certificate kwanza. Hongera sana. Sawa. Baada ya hapo sasa anapokea tuzo yake. Haya. Hongera sana, picha tumeipata. Asanteni sana. Lakini pia nawakumbusha Leka Building and Furniture wanatukumbusha kwamba bidhaa zao ni mkongo na mninga. Yenyewe kabisa. Malkia wa nguvu, najua una chochote cha kuzungumza, karibu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Zaituni Habibu Mazora, jina maarufu sana Dodoma Mama Hechi Animal Feed. Ni mke wa halali wa mkurugenzi Idi Abdu Kingo. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zangu za dhati, naweza kusema kwa wakazi wote wa Dodoma. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwa mume wangu, kwa sapoti yake, kwa wateja wangu, kwa wafanyakazi wangu wote, bila kuwasahau wawezeshaji wangu wote, wakulima wote wanaoniamini kwa mazao yao. Nawashukuru sana Klausi kwa kuniona. Tulitembea sana katika ofisi zetu za Dodoma. Mungu awabariki sana. Nashukuru sana familia yangu kwa ujumla.
Nashukuru familia yangu, ndugu zangu kwa Mafatu Mlugulu kwa sapoti yenu. Mungu awabariki wakulima na wafugaji wote. Asanteni sana. Asante na hongera sana Malkia wa Nguvu. DJ Feru, mrudishe wewe. Huku tunashuka, huku tunashuka, huku tunashuka. Makofi mengi na vigeregere jamani kwa Malkia wa Nguvu wote ambao tayari wameshapokea tuzo zao kwa sasa. Mambo bado yanaendelea. Waalike kidijitali. Malkia wa Nguvu 2025, twende.